السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani mbora wa viumbe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikirudi tena mara ya pili kwa mtazamaji mpendwa wa channel ya Kawthar TV 24 hours, akiwa mzungumzaji ni ndugu yako, tabibu wako wa kimataifa Abu Hasanat, ndani ya Kawthar Ruqya Center iliyopo Likoni mjini Mombasa, barabara ya Shell Beach, mtaa wa New York, katika jengo la Boston. Karibu sana mtazamaji wetu unayetupenda, mtazamaji wetu unayependa dini yako. Ikiwa kipindi chetu hiki cha dakika 10 mpaka 15, tunataka kusummarize na kueleza baadhi ya madawa yanayopatikana ndani ya kituo hiki, madawa ambayo yanapambana kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala kwa magonjwa ya kawaida. Tunaposema magonjwa ya kawaida ni kama vile pressure, ulcers, vidonda vya tumbo, bawasiri au bawasili ama mjiko, yani hemorrhoids, ile inayotoka kwenye sehemu ya haja kubwa kama mfano wa kibofu, ama kutoa vipele vipele vinavyowasha, au kutoa damu, ama kuumwa na kiuno sana na kupoteza appetite na nguvu za tendo la ndoa kwa wote wawili, ima mwanamke aliyosibiwa tatizo hili au mwanamume aliyekuwa msibiwa wa janga hilo. Vile vile pia kwa wale waliokuwa na matatizo ya asma, chronic asthma, pumu sugu, pia madawa yapo na watu wanasaidika kwa uwezo wa Allah jalla jalaluhu. Na tatizo hili la pumu wakati mwingine huwa linakuwa tatizo kutatuka, kwa sababu wengi waliokuwa na pumu wamesibiwa na matatizo ya sihri, uchawi. Sasa uchawi utakapokuja kwa alama ya kwamba mtu ana pumu, huwa hata akatumia dawa, zile dawa ziko kando na ugonjwa upo kando. Kwa hiyo ikiwa mtu ametumia matibabu kwa muda mrefu kwa tatizo la asma au pumu na akaona tatizo hili halitatuki, akumbuke kwamba yeye kuna uwezekano mkubwa kwamba amesibiwa na matatizo ya kiuchawi au majini. Ima mtu atakubali ama atakataa, lakini sisi tunazungumza vitu ambavyo tunavifahamu kwa sababu tumebobea katika fani hii ya tiba za kisunna, tiba zinazofungamana na ulimwengu wa majini ala dhawil kitabi wa sunna. Kwa hiyo tunapozungumza vitu hapa, tunazungumza vitu vya kitabibu, hatuzungumzi vitu vya fikra za watu kwa bana haiwezekani bana, kwa sababu mtu eti amesoma, amefika university first class, amevaa maglasi yake na bado hajielewi ya kwamba huu ulimwengu uko mara tatu. Kuna ulimwengu wa malaika, kuna ulimwengu wa majini na kuna ulimwengu wa wanadamu. Ulimwengu wa wanadamu ni ulimwengu wake na hali zake kivyake, na kuna ulimwengu wa majini ambao ulimwengu huu Mwenyezi Mungu ametutahadharisha nao, akatuambia inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika nyinyi watu shetani ni adui yenu, nanyi mfanyeni kwamba ni adui yenu. Sasa maadamu huyu ni adui, lolote anaweza kulifanya ili kutudhuru, ima ni kwa magonjwa ya kawaida, ikabakia kila siku masindano, vipimo, na hakuna tija. Kama tunavyoona ndani ya ofisi hii,
Mtu anakwenda hospitalini miaka nenda miaka rudi, miezi kwenda miezi rudi, lakini akija kusoma Qur'ani siku 2 3 unapata matatizo yale yanaondoka, mpaka mtu anashika mdomo, au ustadhi alena maliza pesa mimi. Kumbe ilikuwa ni hivi. Basi too late. Na tukija kwenye mitandao tukisema, kuna wengine wapuzi wanadai kwamba wako hapa biashara tu hiyo, kwani maisha bila biashara anaenda? Hakuna maisha yanasonga pale bila biashara, hata dini ni biashara. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara, enyi mlioamini nisiwafahamishe biashara. Sasa Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha biashara, hata kama ni kufanya mambo ya akhera ukalipe matendo, pia ni biashara hii. Unatanguliza matendo mema ili ukapate thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala, Allah kulipe mshahara wako ili upate kuingia peponi. Kwa hakuna kitu ndani ya dunia si biashara. Hata wanaouza viungo vya watu ni biashara, wanaouza cocaine na miadarati ni biashara, lakini biashara haramu. Leo mtu anakuja ile ni biashara tu bana, hakuna dawa zote pale, ni biashara tu. Na upofu wako. Safina hii shangu wananga inasonga kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Wale wanaotufahamu, wanaojua Kauthar Ruqya Center, wanaofahamu Abu Hasanat, wanaomfahamu ndugu Nurdin, na wanaomfahamu ndugu yangu rafiki yangu muasisi mkuu Abu Shuraim, na ndugu Arafat Abdullah aliyopo barabara ya Shonda Shikaadabu. Unapofika kwenye kabro hiyo, mwisho wa kabro kuna branch ya Kauthar hapo. Anayewafahamu hao basi hana shaka, hana tatizo. Kwa nimerudi kwenye kipindi hiki cha dakika chache kusummarize na kuelezea dawa hizi 3 hatari. Kwanza nitaanza kwa mkono wa kulia kwa upande wangu, ambapo ni dawa hii. Hii dawa ni powder, ni unga fulani, huu ni mti maalum, ambapo dawa hii inasaidia wale waliokwenda kutaabika na acidity. Acidity yani mtu akawa na asidi nyingi inaomwagika na kumuunguza, ikamletea yeye tatizo la kuwa na ulcers sugu, ambazo kwamba anameza dawa na kunywa dawa lakini haziponi. Na mwenye tatizo la ulcer, chronic ulcer, ulcer sugu ambazo kwamba haziponi, kwanza nitamshauri awe na tabia ya kunywa maji ya madafu au maji ya nazi. Maji ya nazi kila wakati, iwe anavunja nazi akinywa maji yake, au maji ya madafu. Afanye wingi wa kunywa maji hayo ili kupunguza wingi wa asidi ndani ya mwili wake. Vile vile awe na tabia ya kuchomoa zile nywele za mahindi machanga. Mahindi machanga zile nywele zake zile, achemshe zile, anywe maji yake ili aweze kupunguza vichocheo vya asidi. Kisha aweze kupata dawa hii ambayo sisi tunaita NGT. NGT, dawa hii atumie kwa maji ya vuguvugu au kwa juice ya aina yoyote au kwa uji. Na anapoanza dawa hii anaonywa kwamba asitumie chai rangi, asitumie majani chai mpaka malize matumizi ya dawa hii. Kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ataona taathira na ajiba, athari ya maajabu ya faida ya dawa hii. Na dawa hii utaipata katika ofisi ya Kauthar. Pata nambari zetu za simu, pata dawa hii. Itakusaidia kwa upande wa ulcers, itakusaidia kwa upande wa uchovu wa mwili, itakusaidia kwa upande wa kupata choo na appetite ya chakula, itakusaidia katika tatizo la kuumwa na tumbo, hususan dada zetu, upande wa period na upande wa kusafisha kizazi na upande wa istihadha, damu ya hedhi yenye kuendelea isiyokoma. Pata dawa hii, utasaidika kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kisha tuko na dawa nyingine hapa ambayo inaitwa Baraka au jawabu sihr, jibu la uchawi. Dawa hii ni kwa wale waliokuwa matatizo ya sihr katika miili yao, hususan uchawi ulioliwa kwenye chakula au uchawi ulionywiwa kwa maji, sihru mashrub au maakul. Mtu ikawa tumbo lake linatembea vitu au kitu kinatoka upande wa kulia kinakwenda upande wa kushoto, kama mfano wa ngumi, tena kwa maumivu makali. Mara kitu kinatoka huko kwenye tumbo kinakuja kwenye mabega kinashika, au kinashika kwenye kiuno, huwezi kusimama. Pata dawa hii nawe utasaidika kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dawa nambari 3 ni ashifa. Ashifa ni miti takriban 40 iliyosagwa ikawa unga ikachanganywa na asali. Asali ambapo ni dawa. Mwenyezi Mungu anasema fihi shifau linnas, ndani ya hiyo asali kuna ponyo kwenye miili ya watu. Kwa asali na miti hiyo iliyochanganywa hapa ndani ni dawa nyingine shupavu imara inayosaidia matatizo mbalimbali yanayofungamana na uchawi. Insha Allahu taala, sitaki kuwa mrefu wa maneno, tufaidike kwa dakika hizi chache. Mwenyezi Mungu atuafikie kila la kheri na atuponye magonjwa yetu, na tuepuke shirki, tujitibu kisheria. Tuepuke shirki na khurafat, tujitibu kisheria ili tupate radhi za Allah jalla jalaluhu. Pata mawasiliano, nambari zetu za simu katika runinga yako. Kwa wale wenye TV nzito nzito ambapo ziko na channel ya YouTube, pata nambari za mawasiliano katika channel yetu hii ya Kawthar TV ndani ya mtandao wa YouTube. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.